Tume ya Ukimwi Zanzibar imefanya mkutano wa utetezi na uongozi wa mkoa wa Kaskazini Unguja kuhusu utekelezaji wa shughuli za kupambana na maambukizi ya ukimwi katika mkoa wa Kaskazini. Akifungua na kukiongoza kikao maalum kilichowakutanisha makatibu tawala, waratibu pamoja na watendaji kutoka Tume ya Ukimwi Zanzibar, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, mkuu wa wilaya Kaskazini B Juma Sururu anasema: Nishukuru tume ya ukimwi katika kufuata maadili ya kazi yake, na imekuwa karibu sana katika jamii yetu kusimamia na kuona kwamba swala la ukimwi linaondoka kabisa katika nchi yetu. Nishukuru sana tume na mashirikiano, manake mmetenga siku maalum kupitia katika mikoa yetu na wilaya kutoa taarifa, kutoa takwimu, kutoa na mambo yote yanayohusiana na swala la ukimwi. Hiyo ni kazi si ndogo. Hatuna budi kushukuru sisi kama mkoa. Akieleza malengo ya mkutano pamoja na hali ya maambukizi ya VVU katika mkoa wa Kaskazini Unguja, mkurugenzi mtendaji Tume ya Ukimwi Zanzibar, Dr. Mohamed Hatib anasema: lengo hasa ni kwamba ikifika mwaka 2030 kuwe hakuna mtu ambaye anapata maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi. Wale ambao walikuwa wamepata, na Mungu atajalia tutakuwa tunaendelea dawa kupatikana, wataendelea kuishi. Lakini hatutaki mtu mwingine akienda kituo cha afya akapimwa akaonekana ana maambukizo ya virusi vya ukimwi. Sasa katika kufuatilia tumefikia wapi kufikia hizi tagi za 95.3 kufikia lengo la kumaliza ukimwi mwaka 2030, kuna hatua mbalimbali kama tume tunachukua ili kujijua tuko wapi. Moja kati ya hatua hizo ni kufanya tafiti mbalimbali, na moja kati ya utafiti maarufu au muhimu ambao tunafanya na unafanyika Tanzania nzima, kuna utafiti unaitwa utafiti wa viashiria vya ukimwi, utafiti wa viashiria na matokeo ya ukimwi, kitaalamu anaitwa Tanzania HIV Impact Survey, ambao unafanyika Tanzania nzima. Maambukizo au watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wengi wao wapo Unguja, na mkoa ambao unaongoza kwa kuwa na watu wengi ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni mkoa wa Kusini Unguja ambao una 0.8. Lakini anayefuata baada ya hapo ni mkoa wa Kaskazini Unguja ambao una 0.7. Miaka yote ya tafiti hizi tunazofanya, mkoa wa Mjini Magharibi ndio ulikuwa unaongoza kuwa na watu wengi ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Hii ni mara ya kwanza tumeona kwamba mkoa wa Mjini Magharibi unapitwa na mkoa wa Kusini na unapitwa na mkoa wa Kaskazini Unguja. Ni kuonesha kwamba mikoa yetu hii hali bado haiko vizuri. Kuna viashiria, kuna mazingira ambayo yanapelekea watu wetu wakawa wanapata maambukizo ya virusi vya ukimwi. Akiwasilisha ripoti ya mkoa kuhusu hali ya VVU na ukimwi kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2026, mratibu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Hamis Hamdu, anaeleza. Kipindi cha Januari hadi Juni 2026, timu ya afya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali zilitekeleza shughuli zifuatazo. Ya kwanza ni kutoa huduma ya upimaji wa VVU, upimaji wa hiari na wamama wajawazito. Pia kufanya shughuli za afya za kijiji, kushiriki huduma mkoba, mabonanza katika jamii na taasisi. Lakini pia kulikuwa na upimaji na utambuzi wa wagonjwa wapya. Kulikuwa pia na kutoa elimu ya afya kwa wanajamii na mashuleni kwa maana wanafunzi. Lakini pia kulikuwa na kutoa mafunzo kwa watendaji na waathirika. Lakini la mwisho ambalo limefanyika kwa kipindi hichi ni kuwakamata watu wanaojihusisha na biashara za ngono. Hili limeshuhudiwa Kaskazini A, lilifanyika na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kaskazini A. Wakijadili kwa pamoja hali ya VVU na ukimwi katika kikao hicho, watendaji wa serikali wanaelezea: tunakokwenda sasa hivi haionekani kabisa kama kutakuwa kuna rasilimali za ukimwi ambazo zitakuwa zinakuja. Lakini vijana wetu wamekuwa wakiongeza tabia hatarishi, maeneo hatarishi yamekuwa yakiongezeka. Kwa hiyo sisi kama wadau wa ukimwi au kama ni serikali ambayo tuna jukumu la kudhibiti maambukizo ya ukimwi kwa vijana wetu pamoja na jamii kwa ujumla, inabidi tujipange, tuongeze ubunifu, tujipange. Na njia moja ambayo itatusaidia sana ni ile ambayo pale mkurugenzi mipango kaizungumza, ni ile njia ya mainstream, kuzingatia masuala ya ukimwi kwa kila kazi ambayo tunaifanya. Tunajua kwamba miongoni mwa majukumu ya mikoa na wilaya ni kudhibiti yale maeneo hatarishi
ikiwemo pengine kwenye madanguro, kama kutakuwa na maeneo yanapiga mziki ambao hauko rasmi na mambo mengine. Lakini kwenye presentation hii ya pili sikuona haya maeneo ambayo labda kwa upande wa wilaya na mikoa wamechukua hatua katika kudhibiti haya maeneo hatarishi ambayo kwetu sisi tunaona ni vichocheo vikuu vya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kutokana na tafiti zilizofanyika, imebainika kuwa maambukizi ya VVU na ukimwi bado yapo Zanzibar. Hivyo ipo haja ya kuendelea kuimarisha elimu pamoja na huduma za kinga kwa jamii ili kudhibiti maambukizi mapya. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.